Bismillahirrahmanirrahim. Ahibba fillah. Kuna maneno ambayo yanapaswa tufikirie sana kila Muislamu. Maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anasema kwamba halu al-abdi, kwamba hali ya mja fi qabri, katika kaburi, ka hali qalbi fi sadri, ni kama vile hali ya moyo anayopitia mja katika kifua chake. Na iman wa adhaban, kuna muda mwanadamu huyo atajikuta katika moyo wake ana neema, na pia mwanadamu huyo kuna muda atajipitia ukuta moyo wake upo katika adhabu. Wasijinan, pamoja atajikuta muda mwingine yupo kama gerezani. Wantilaqan, na muda mwingine atajikuta moyo wake uko huru kama umeachiliwa, umetoka gerezani upo huru. Mwanadamu atajisikia hivi katika moyo wake. Fa idha aradta an ta'rifa halaka, basi tambua pindi ukitaka kutambua hali yako, kufahamu hali yako, fi kabrika, katika kaburi lako, fanzuru ila hali qalbika, basi tazama hali inayopitia moyo wako, fi sadri, katika kifua chako. Hebu tazama hiyo hali. Fa idha kana qalbuka, basi pindi utakapokuwa huu moyo wako mumtalian, bashashatan, umejaa bashasha, wasakinatan, na utulivu mkubwa sana, wa taharatan, na usafi, bimaana kwamba hauna chuki, hauna kadha makorokoro yote huna, fa hadha haluka fi qabrika, tambua hiyo ni hali yako utakayopitia katika kaburi lako, biidhnillah, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya hikma. Basi kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, falyanzur al-insan balil insanu ala nafsihi basira, kila mwanadamu nafsi yake anaijua, itazame, ichunge, tafuta yaliyokuwa bora katika yaliyokuwa mazuri, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa yaliyokuwa mazuri. Allahumma, mola wa haki, urzuqna quluban salimatan mutmainatan, Allah turuzuku nyoyo zilizokuwa salama, zilizopata utulivu, khashiyatan munibatan, zenye hofu pamoja na kutarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na abuduka, tunakuabudu ya Allah subhanahu wa ta'ala, biha, kwa hayo yote, fi dunia, katika maisha haya duniani, wanalqaka, na tutakutana na wewe, biha ya rabbil alamin.